Mtazamaji wa Kawabe Media, mbele yako yuko mchambuzi Yusufu Kubwa Aso alituleta hapa baada Young Africans kufungiwa kusajili. Taarifa zimekufikia, kwanza kwema? Kwema ndugu yangu. Heri. Heri kabisa. Ndio umetoka kula udhamini kaka. Bana, Mungu mkubwa. Tuanze kuchakata taarifa ya Young Africans. Tumeona Yanga wanafanya usajili lakini wamezuiliwa kusajili. Hii taarifa ina wakasi na ukweli kiasi gani? Ni taarifa ambayo bado haijachukua nafasi kubwa kwa sababu haijawa official. Ni taarifa ambayo inazagaa kwenye mitandao ya kijamii. Lakini imekuwa hiyo changamoto kwa Young Africans, sio jambo ambalo ni la kushangaza. Iko mara kadhaa wamekuwa kifungiwa kutokana na kudaiwa na wachezaji, lakini pia makocha na kesi mbalimbali. Na hii ndo changamoto kubwa ambayo Young Africans wamekuwa nayo, kwa sababu kuna namna ambavyo inashusha ile brand yao. Najua kwa hiki ambacho wako nacho kwa hivi sasa, nadhani ukirudi kwenye timu ambazo zinazungumzwa nafanya vizuri kwa hivi sasa kwenye mitandao ya kijamii ni pamoja na Young Africans. Namna ambavyo wamekuwa na mpangilio wa matukio, lakini namna ambavyo wamekuwa wakiliendea tukio moja baada ya jingine, wamekuwa wakifanya vizuri. Sasa wanaenda kwenye siku ya mwananchi. Endapo itatokea ili jambo likawa ni la kweli, maana kuna namna ambavyo linashusha ile hadhi ama brand ambayo Young Africans wameitengeneza. Ni taarifa ambazo nimeziona na mimi, lakini bado sina uhakika nazo, kwa hiyo siwezi kuweza kuzungumzia kwa undani zaidi, lakini sishangai kwa sababu ni miongoni mwa changamoto ambazo kwa Yanga zimekuwa sugu. Kwa hiyo unaweza kusema kwamba hazijawa publicity kuwa ni official statement kutoka kwa klabu pamoja na wahusika. Bado hazijawa official. Nimeona tu kwenye mitandao ya kijamii baadhi ya watu na wadau mbalimbali wakizungumzia, lakini kwenye hiyo issue, kwa maana Yanga wenyewe inawezekana bado hajatumiwa taarifa, ama kama ni taarifa basi bado haijawafikia, inawezekana iko njiani inakuja. Kwa hiyo kuanza kuzungumzia hilo kwa hivi sasa nadhani inakuwa sio nzuri, lakini ukumbuke tu hata kabla ya dirisha hapa Yanga walikuwa wamefungiwa. Nakumbuka. Lakini waliweza kulimaliza hilo na wakasajili wachezaji tumeona. Lakini kuna tetesi ya hiyo swala pia, maana yake wamefungiwa kuanzia tarehe 5. Hadi hivi sasa waruhusiwi kusajili mchezaji hata mmoja. Na bado ukimsikiliza Ali Shabani kama anakuambia kuna mchezaji mmoja ambaye anakwenda kumtambulisha siku ya mwananchi. Sasa inawezekana tayari kila ripoti yake huyo mchezaji walishaimaliza, ipo huko kabla ya huo muda ambao umetajwa, kwa maana tarehe 5, and then huko inakwenda kuwa kama hitimisho hiyo siku ya Jumapili. Lakini inawezekana labda bado hawajasajili, ndio wako kwenye mchakato wa kusajili, na ndio nakutana na hiyo changamoto. Maana yake watalazimika tena kama ni kulipa huyo ambaye amewapeleka huko, ama hiyo changamoto kuweza kuiclear, waweze kusajili mchezaji mwingine. Lakini nadhani ni kitu ambacho engineer pamoja na kuwa amefanya mengi mazuri, bado hajafanikiwa kukiondoa kwenye hiyo timu ya Africans. Tija haswa kwenye taarifa kama hizo kwa baadhi ya wafuatiliaji wa soka na mashabiki wa klabu hizo, wanapaswa kufanya nini kabla kuziona hizo taarifa kwenye mitandao kizagaa zaidi? Nadhani kabla hajachukua nafasi ni vyema wao Young Africans waweze kumalizana na hilo jambo ili lisije likawafikia watu wengi na kuweza kuleta mtafaruku ama maswali, kwa sababu likienda manake kuna namna litaacha tu maswali. Kuna namna ambayo litaacha tu maswali. Sasa ili kumalizana na hilo ama kuwafanya watu wasibaki na maswali kabla hajaenea, maana wanasema ugonjwa ni vizuri kutibu kabla haujakomaa, kabla hujakutawala. Sasa kama tatizo linazungumzwa, maana yake wanasema linalozungumzwa lipo, kama alipo liko njiani linakuja. Maana yake sasa kama kabla halijafika, kabla halijaja, inapaswa malizane nalo. Sasa tuame kidogo kwenye sakata la Yanga hilo. Inasemekana taarifa zinasema Yanga wako na mazungumzo na kambi ya Faisal. Azam FC wenyewe wanakuambia mpaka bilioni 3 ndio kijana atoke. Taarifa hii ina ukweli kiasi gani? Ile namba 6 ndio ya Fei? Inawezekana, lakini ni ngumu. Inawezekana yuko namba 6 tofauti na Fei, ama inawezekana ndio hiyo Fei, lakini mimi naomba niwe wa mwisho kuamini hilo, na nimeshasema ni rahisi Diamond Platnumz pamoja na Alikiba kutoa wimbo. Ni rahisi sana Tundu Lissu kuhama chama cha Chadema. Ni rahisi sana Simba na Young Africans kuchukua ubingwa wa CAF Champions League. Ni rahisi Stars kuweza kubeba kombe la dunia. Lakini ni ngumu kumuona Faisal akirudi tena Young Africans. Kwa nini unasema hivi? Endapo tutarudi kwenye ile nukuu ya kile ambacho amewahi kukisema.
kama kiongozi mpaka kiongozi wa engineer manake aondoke. Alishawahi kusema hivyo. Sasa engineer bado yuko kwenye madaraka miaka 4 tena. Na labda engineer baada ya kuwa ameondoka ndo afanye arudi Yanga. Lakini hakuna ambacho Fei hajakizungumza dhidi ya Yanga. Ni Yanga tu wenyewe wanajisahaulisha. Fei kafika hatua akasema alikuwa analishwa sukari na ugali, si ndio? Sasa inawezekanaje kusahau hivyo vitu na vyote hivyo kwa pamoja na ukarudi tena? Kwa hiyo maana yake Yanga wajitekee wenyewe na cheka wenyewe. Inawezekana. Lakini ni ngumu. Nimesema inawezekana lakini ni ngumu kwa sababu ya hizo kauli. Lakini pia nikiangalia hata kiasi cha pesa ambacho kinahitajika na Azam FC. Kwa timu zetu huwa zinadharau sana wachezaji wazawa. Ni ngumu sana kutoa hiyo pesa kwa mchezaji mzawa. Yaani wako radhi wakatue kwa mchezaji wa kigeni ambaye pengine anatokea ligi dhaifu sana. Lakini sio kwa mchezaji aina ya Faisal ama mchezaji wa kizawa. Sasa jana baada ya taarifa zikizagaa hivyo, Simba tajiri yao Mohamed Dewji aliposti namba 6. Juzi aliposti Insta story namba 6. Huku Faisal aliposti Insta story za magoli yake, yeye akaamua kuposti Insta story ya jezi ya namba 6 ndani ya Simba. Hii imekaa kimtego sana hii. Ilinifikirisha na mimi kwa sababu mimi ndo nilikuwa wa kwanza kuiona ile taarifa. Kwenye pita zangu nikaona nichungulie kidogo kwenye akaunti ya rais wa heshima wa kikosi cha Simba. Kuingia kwenye Insta story nikakutana na ile story ya jezi namba 6. Kwa haraka nikarudi nyuma, Simba wamekwenda na trending ya Faisal wakati wanakwenda kusaini mkataba na Betway. Waliweka ile jezi namba 6 wakaweka herufi 6. Wakati huo pia ndo Simba wanamhitaji kweli Faisal. Lakini nilifika hatua akafanya kumbe hawakuwa wanamaanisha Fei, badala yake walikuwa wanamaanisha Betway. Sasa baada ya kuona tajiri mwenyewe ndo kaiweka Insta story, nikaanza kufikiria kwanza huenda amesikia kilio cha wana Simba. Lakini pia Simba ukumbuke kwa msimu huu mimi sioni kama umefanya ule usajili mkubwa hata mmoja. Usajili wa kushtua. Kwa Yanga tumemwona Peter Shalulile na imekuwa kawaida kwenye kila msimu hizi timu lazima zinasajili mchezaji mmoja mkubwa. Sasa nikaanza kufikiria huenda kwa Simba ndo atakuwa huyu kwa maana tajiri amefika. Lakini kama nafikiria pia bado kuna mchezaji wa Jairuti kwamba ndo tayari wameshakaa labda meza moja ya Jairuti na kuunganisha nguvu. Nikaa nafikiria hivyo lakini baadaye nikaona akaifuta. Kwa hiyo nikajua tu ni namna tu ambayo pengine alitaka naye kuzungumzwa. Yes. Basi mimi Yusufu bwana nikutakia asubuhi njema na kula shavu na ubalozi uliopata. Nataka uje uzungumze Kiingereza vizuri. Tuwakaribishe wadau na wale ambao wananifuatilia wenye changamoto ya kuzungumza lugha ya Kiingereza. Bana kwa hawa rasi Simba ni tatizo dogo mno. Wanaweza kulisolve ndani ya wiki chache, miezi michache sana. Kwa hiyo kama unapata changamoto ama unatamani zaidi kuendelea kuongeza ubora katika kuzungumza lugha mbalimbali za Kiingereza kipo pale. Kifaransa kipo, Kichina kipo. Paka Kiswahili pia kwa watu ambao wanatoka nje kuja Tanzania pia kinafundishwa pale. Karibuni sana. Mimi nikushukuru sana. Asante. Asubuhi njema.